Bwana, kitu kikubwa zaidi ambacho kinasubiriwa muda si mrefu ni mchezo wa dabi ya Mzizima ambao utawakutanisha wana lambalamba Azam FC dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Simba ndio ambao wapo nyumbani katika mchezo huo ambao ni wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, na nimeshuhudia takwimu mbalimbali zikiendelea kuanikwa na kuonyesha kwamba Azam FC hawajawahi kupata matokeo chanya katika michezo mitano iliyopita kwa upande wao wakikutana na wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa takwimu zao katika michezo 10 iliyopita ni kwamba Simba wamepata ushindi mara 3, wakati huo sare zikiwa ni 6 na ushindi mara 1 dhidi ya Azam FC. So unaona ni kwa namna gani ambavyo mchezo huu ni mzito na ni mgumu kweli kweli. Sare 6 sio mchezo, ni kuonesha kwamba wana hawa wamekuwa wakikamiana kinoma noma. Kwa upande wa Seleman Matola ambaye ni kocha wa muda pale Msimbazi, kwenye michezo mitatu ambayo ameisimamia Simba au amesimama kama kocha mkuu, ukiachana na kile ambacho anatambulishwa kama kocha msaidizi, ameweza kupata ushindi kwenye michezo yote mitatu, ikiwa ni ushindi dhidi ya Mbeya City kwa mabao 3-0, ushindi dhidi ya Namungo kwa mabao 3-0, lakini pia ushindi dhidi ya Fountain Gate kwa mabao 3-0. Ni takwimu fulani vinoma, na kama umekuwa ukinifuatilia nadhani utakuwa unafahamu ni kitu gani ambacho nilikueleza siku kadhaa zilizopita kwamba Seleman Matola ameuomba uongozi wa Simba uweze kumtazama kwa jicho la kipekee na kumpatia kandarasi ya kukiongoza kikosi cha Simba kama kocha mkuu, na wampe michezo mitano ya kumwangalia kama ataonesha kiwango bora ama la. So ndo hicho ambacho nilikufahamisha, lakini pia kuna details mbalimbali ambazo niliziongeza kuhusiana na Seleman Matola. Sasa mmoja kati ya watu ambao wanajadiliwa kwa sasa hivi ni pamoja na golikipa Yakub Suleiman ambaye atasimama kwenye milingoti mitatu katika mchezo wa leo, ikiwa leo pia ni siku yake ya kuzaliwa. Sasa cha kushangaza ni kwamba mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kuna namna kama bado hawamuamini na wamemkataa golikipa huyo. Hii ni kutokana na kauli mbalimbali ambazo wanazieleza kwenye posta yake ambayo ameweza kupostiwa kupitia ukurasa wa Instagram, ikiwa ni siku yake ya kumbukizi ya kuzaliwa. Sasa leo ukiachana na Yakub Suleiman ambaye leo ni siku yake kuzaliwa, hata Florent Timbenge ambaye ni kocha wa wanalambalamba Azam FC naye pia leo ni siku yake kuzaliwa. Yani zimekutana siku fulani hivi. So ngoja nikupitishe kwenye kile ambacho mashabiki wa Simba wanakieleza kwenye hii posti ambayo ameweza kupostiwa Yakub Suleiman kwa ajili ya kumwish siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake. Kuna huyu ameandika hivi: huyu mkuu ukiruhusu leo magoli, kuna neno kali ameliweka hapo. Leo dirisha dogo uondolewe, atolee ujinga. Simba ni timu ya kujifunza, sio timu ya kujifunza. Atafute pa kujifunza. Fanya vizuri leo, chukue makoto leo, jitahidi udake vizuri, tuna zawadi yako mashabiki. Huyu jamaa game ya leo Simba ikipigwa hana maisha Januari, dirisha dogo. Kamara anarudi lini? Mwingine kaja kadondosha comment kuandika siwezi kuishi bila wewe. Mwingine kaandika ikipendeza leo asikae golini, jamani akale keki tu apumzike. Mwingine kaja kuandika boresha kiwango chako, alafu acha kuwa na hofu unaporudishiwa mipira na mabeki wako. Kinachokutesa wewe ni kutokujiamini kwenye miguu yako. Huyo mwingine kaja kaandika tumezaliwa siku moja na nyanda la boli. Mwingine kaandika hatumuishi mpaka atoke na clean sheet leo, ikiwa hivyo I hope ataokota sana pale. Mwingine kaandika da, Mungu ampatie tu uvumilivu jamani, siku ya kuzaliwa na kichapo anakipata da. Yani huyu kama vile ametabiri kwamba leo Yakub Suleiman atatobolewa na kupokea kichapo. Henoki Nonga Baka, duka la yangu kurejea Simba, sijindua yangu kurejea Simba kwa mara ya pili, dirisha dogo, safari 10 zipo. So huyu ametabiri kwamba Henoki Nonga atarejea pale Msimbazi. Tupe furaha kaka, birthday itanoga kwa ushindi. Mwingine kaja kuandika hilo kipa lishindwe kuruhusu goli, niko pale nimekaa. Yani huyo kipa bora akae hata huyo namba 3 golini. So hii ni kuonyesha kwamba bado kuna namna kama hawajamuamini na kile ambacho amekuwa kikifanya uwanjani. So tuendelee kusubiri na tuone kama leo ataweza kupewa nafasi, na akipewa nafasi
ni kitu gani ambacho wataweza kukionyesha uwanjani, ukizingatia pia Simba haijapoteza mchezo wote tangu msimu umeanza, na kikubwa ambacho kinasubiriwa ndo hicho, kuweza kuona kama leo ataweza kufanya maajabu na kuendelea kusimamia rekodi ya Suleiman Matola kwa kuendelea kushinda, lakini pia kusimamia rekodi yake ya kutokuruhusu mabao akiwa na Azam FC. Sasa leo ni mwaka 1961 katika jiji la Kinshasa, DR Congo, alizaliwa Jean Florent Benge ambaye ni Mwafrika ambaye Afrika inamjua kwa kazi yake ya ukocha. Ibenge bado yupo kwenye wiki ya sherehe ya kuzaliwa, na leo ni timu yake itakuwa Benjamin Mkapa ikipambania alama 3 za NBC ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tayari Azam FC wameshacheza mechi 4 kwenye ligi kuu Tanzania bara, wakishinda mchezo mmoja na kutoka sare mechi 3. Matajiri hawa jiji wapo ugenini kuzisaka alama 3 dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Vipi, nitabirie matokeo yako hapo. Vipi akianzishwa mwanetu ambaye alifanya vizuri kwenye mchezo uliopita, niko na maanisha Bajaber ataweza kufanya unyama ama vipi? Tusubirie tuone kama Suleiman Matola ataweza kumwamini Bajaber na kuanza naye leo katika kipindi chake, katika mchezo wake huu mgumu wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. It's PM Show, usiache kusubscribe, kulike pamoja na comment. Till next time.